Mahakama ya wilaya ya Makete mkoani Njombe imemhukumu mshtakiwa Benjamin Nikas Miula mwenye umri wa miaka 28 ambaye ni mkazi wa jijini Mbeya kifungo cha miaka 2 jela au kulipa faini ya shilingi 500,000 baada ya kukutwa na hatia ya kuomba na kupokea rushwa ya shilingi 300,000. Hukumu hiyo imetolewa leo katika mahakama ya wilaya ya Makete ambapo inaelezwa kuwa mshtakiwa aliomba na kupokea rushwa kutoka kwa mkazi wa kijiji cha Ng'onde kata ya Mlondwe wilayani humo, ambapo akidai kuwa atamfanyia mpango ili asisumbuliwe na benki aliyokuwa amekopa fedha wilayani humo. Akisomewa shtaka lake na mwendesha mashtaka wa serikali kutoka ofisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU Yahaya Mkongwa katika kesi namba 18693/2026, amesema mshtakiwa huyo ambaye ni wakala wa kudai madeni iliyoingia ubia na benki alipokea rushwa Agosti 14 mwaka 2026 kutoka kwa mwananchi huyo. Imeelezwa mshtakiwa alipewa orodha ya watu watatu anaotakiwa kwenda kukusanya madeni, lakini alikwenda kwa mlalamikaji ambaye hajafikisha muda wa kudaiwa na kuzifunga nyumba zake 2 anazomiliki na kuandika kuwa zinauzwa. Imetajwa kuwa miongoni mwa nyumba hizo alikuwa akiishi mama mzazi wa aliyeombwa rushwa mwenye umri wa miaka 80 na kupelekea mwanae kutoa taarifa kwa TAKUKURU wilaya ya Makete, ambao waliweka mtego uliopelekea mshtakiwa kutiwa mbaroni. Mshtakiwa amekiri kosa hilo, ndipo hakimu mfawidhi mwandamizi Ivan Msaki akamhukumu kifungo cha miaka 2 jela au kulipa faini ya shilingi 500,000 pamoja na kurudisha fedha kiasi cha shilingi 300,000 alizopokea kama rushwa kwa kuwa zilikuwa ni za mtego kutoka TAKUKURU. Hata hivyo, mshtakiwa amelipa faini pamoja na kurudisha fedha kwa TAKUKURU alizopokea na kuachiwa huru. Agosti 4, 2026, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Crispin Chalamila, wakati wa kuzindua ofisi ya kisasa za TAKUKURU wilaya ya Makete, alisisitiza wananchi kushirikiana na taasisi hiyo katika mapambano dhidi ya vitendo vya rushwa, ambapo kesi hii ni matokeo ya wito huo. Hii ni ripoti ya Ayo TV na mimi ni Amiru Kilagalila.